Nyerere. Sasa kwa kuwa mwaka huu pia tuko katika uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi mbalimbali, madiwani, wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukaona wacha tuzungumze jambo hili kwa kuzingatia Nyerere alikuwa ni kiongozi wa taifa hili, na licha kuwa alikuwa kiongozi, lakini kuna mambo mengi ambayo ameyafanya ndani ya taifa hili, hasa katika swala zima la uongozi pamoja na uzalendo. Mambo mengi sana tunaweza kuyazungumza kwenye hilo, licha kwamba huku kwingine pia masuala ya aliwahi kuwa mwalimu, amefundisha, kwa hiyo tunayo mengi pia ya kujifunza, lakini pia hata kwenye burudani alikuwepo, kwa anacheza bao, ni moja ya mchezo wake maarufu sana ambao watu wengi huenda wanafahamu hilo. Sasa katika kulijadili hili la leo ambalo tunatazama kwamba tunaweza vipi kumwenzi hayati Nyerere kwa kutazama uongozi pamoja na uzalendo, tunao hapa ambao ni tunaye mtaalamu wa masuala ya siasa na husi mwingine ni Mpoki Mwendagasia, lakini pia tunaye mwandishi mwandamizi Peter Lusaya. Guli. Karibuni sana katika majadiliano asubuhi ya leo. Asante sana, habarini za asubuhi. Salama kabisa. Habari ya asubuhi bwana Mpoki? Salama kabisa, sijui nyinyi hapo studio. Hapa studio tuko salama. Karibu sana katika majadiliano asubuhi ya leo. Asante sana. Ndio, pengine kwa kuanza majadiliano yetu asubuhi hii ya leo, tunapoizungumzia siku hii ya kumkumbuka Nyerere, kwa maana siku ambayo alifariki dunia mwaka 1999 Oktoba 14. Kwa kuanza tu, nini ambacho kinawajia kwenye akili zenu? Yaani kwamba ukisikia tu Oktoba 14 kwa haraka haraka. Tuanze na Mpoki. Kitaifa ama katika ulimwengu, maana ni kwamba ni siku ambayo viongozi wengi sana pia ni tarehe ambayo ina matukio mengi sana kiulimwengu, lakini kwa sisi hapa kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati na Afrika kwa ujumla, basi tunamuenzi ama kumkumbuka hayati Julius Kambarage Nyerere, ama wengi tunamtambua kama baba wa taifa, maana yeye ndio muasisi wa taifa hili ambao leo inafahamika kama Tanzania. Lakini tunachokumbuka sana tu ni alama ambayo ameiacha yeye, sababu James Monroe amewahi kusema ya kwamba ukikamilisha makusudi yako duniani, ukifa ni sawa na kwamba umepumzika. Kwa hiyo Julius Nyerere tunakumbuka tu kwamba alama ambazo ameziacha, ambazo zitaendelea kuishi kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Hapo studio. Sawa, asante sana kwa nukuu yako ulivyoizungumza kwamba ukifanya makusudi ambayo alikuleta duniani, basi unapofariki unakuwa umepumzika. Sasa kama hujatimiza sijui hii inakuaje? Unaenda mahangaikoni. Karibu bwana Peter Lusaya. Asante sana. Tarehe hii unayoisema tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 1996 99. Leo tunaongea hivi ni miaka 26 imepita. Kwa hiyo kuna watu wenye umri mwingine hapa, hata hapa ndani naona kuna wengine hawamuelewi vizuri Mwalimu Nyerere. Lakini hii sio sababu tu kwamba kwa sababu ana umri mdogo, lakini inategemea na mtu anapenda namna gani kufuatilia masuala mbalimbali. Kwa hiyo unavyosema siku kama ya leo ni siku ambayo kwa hakika mimi binafsi napenda kuichukulia kama ni siku nzuri ya kufanya tafakuri, wapi tulipo, wapi tumetoka, wapi tulipo na wapi tunaelekea. Nimemsikia mwenzangu hapo akiongea kwamba siku ukifa kama umetekeleza yale mambo yako uliokuwa unafikiria, imekuwa jambo jema kabisa. Lakini ninaomba tu niongeze hapo kwamba jambo zuri kabisa wa kuweza kumkumbuka mtu aliyefariki sio kwenda kumtazama kwenye makaburi yake. Je, ameacha kitu gani ambacho silazimiki kwenda kaburini ili niweze kumkumbuka kwamba alikuwepo mtu fulani? Mimi natakiwa niache alama ambayo wakati huu kama angekuwepo mtu fulani. Sasa ukitaka kumjua Nyerere, jaribu kuangalia muktadha wa leo tulivyo. Je, leo kama Nyerere angekuwepo ingekuwaje? Sawa. Haya ndio mambo ambayo tunatakiwa kuyawaza na sio kwenda kumtafuta
huko alikopumzika. Hiyo sio sawa. Sasa si hapo mpaka hawa amefanya yale ambayo alitakiwa kuyafanya ndio atakuwa amepumzika. Tofauti na hapo sasa sijui na. Lakini tuangalie kwa upande wa uzalendo. Tunapozungumzia swala la uzalendo kwa mtazamo wa Mwalimu Nyerere, alikuwa akisisitiza sana swala la uzalendo. Yaani inamaanisha kitu gani? Uzalendo ni nini? Na sasa ni neno ambalo tunalisikia sana. Kuwa mzalendo, fanya uzalendo. Uzalendo ni nini? Yes. Kwa kweli katika siku za hivi karibuni nimekuwa ukisikia sana maneno haya. Huyu ni mzalendo, huyu sio mzalendo. Na huu inayoitwa uzalendo kwa kweli wakati fulani nataka kuonekana kama ni yule mtu ambaye anamuunga mkono au anafuata matendo mazuri ya mtu fulani. Huyo ndio anaonekana ni mzalendo, au matendo mazuri yanayofanywa na taasisi fulani. Huyo ndio anaonekana ni mzalendo. Lakini mimi nasema kwamba kama kuna dhana tofauti ambayo watu wanaichukua kwa neno uzalendo, kwa sababu uzalendo ni neno pana likiwa na maana kwamba hii uzalendo sio kwa ajili ya serikali. Naomba nirudie neno hili. Kuwa mzalendo sio kufuata kila kitu ambacho serikali inakifanya, isipokuwa uzalendo ni kupenda nchi yako. Kwa hiyo serikali ni kundi la watu ambao wako wanaongoza kwa namna tofauti. Kwa hiyo katikati kule, kwa sababu hawa ni binadamu, inawezekana wakafanya makosa hapa na pale. Kwa hiyo kama ni mzalendo, wewe utakuwa unasimama na nchi. Mzalendo anasimama na nchi, hasimami na mtu. Ndio. Hasimami na kitu. Anasimama na nchi. Ndio huyu tunasema huyu ni mzalendo. Okay. Sawa, kwa kulitambua hilo sasa, katika tukitazama zile falsafa ambazo alikuwa nazo Mwalimu Nyerere, hasa katika msingi ule wa kiongozi bora, Mwalimu Nyerere hapa alikuwa anatazama nini hasa, akiwaza kwamba tunataka kumpata kiongozi bora? Pengine nije kwako Bwana Mpoki. Mimi niseme tu wazi kwamba kiongozi wa mwisho kabisa kwa wale waasisi walioliasisi bara la Afrika ama Umoja wa Mataifa huru ya Afrika kuaga dunia, alikuwa ni kiongozi wa Zambia, lakini tunamzungumzia Kenneth Kaunda. Lakini niseme wazi kabisa kwamba viongozi wote kuanzia miaka 1960 mpaka miaka ya 90, wale ambao walikuwa ndio waasisi, hakuna hata mmoja ambaye yupo hai mpaka hivi ninavyozungumza, isipokuwa na wake zao ndio wapo hai. Lakini niseme tu wazi ya kwamba kwa bahati mbaya ama kwa masikitiko makubwa, viongozi wote wale ambao walikuwa na waasisi kama wakina Hassan Kamuzu Banda, ukiwazungumzia wakina Haile Selassie, wakina Osagyefo Kwame Nkrumah, wakina David Ako na wengine wote, kwa bahati mbaya sana hatuwakumbuki kwa chochote. Kwa sababu nadhani ni kizazi kilichoingia sasa hivi kipo tofauti na wale wao ndio walikuwa wameandaa misingi hiyo ya haki, misingi hiyo ya usawa, misingi ya kulipigania taifa. Kwa sababu kama kulipigania taifa ama kulipenda taifa lako, wala uhitaji kuwa na chama. Utakumbuka kauli moja aliwahi kuizungumza Julius Kambarage Nyerere mwenyewe, ya kwamba pale ambapo CCM itakapoacha misingi yake, basi CCM sio mama yake wala sio baba yake, anaweza kaondoka ndani ya CCM. Lakini maana ni kwamba uzalendo wenyewe tunaozungumzia hauhusiani kabisa na swala la chama. Wao waliandaa misingi ya kwamba uzalendo ni uwe tayari katika jambo lolote katika nchi yako, uwe tayari kulipigania taifa lako, lakini uwe pia tayari kulikosoa taifa lako ama kukosoa uongozi uliopo pona kwenda kinyume. Uzalendo ni kujitoa, uzalendo ni kutambua, yani kupenda kila kitu kinachohusiana na wewe. Sasa cha ajabu ni kwamba Nyerere ameondoka na viongozi wengine wameondoka, lakini bado Afrika ndio inaona na mbwela. Swala uzalendo lilikuwa alipo, swala uongozi bora haupo siku hizi. So ukiangalia Afrika nzima imekumbwa na rushwa na kashfa rushwa, chaguzi ambazo zimekuwa sio chaguzi za kawaida. Ukiangalia, kwa hiyo maana ni kwamba uongozi bora, na taajabu ni kwamba Julius Kambarage Nyerere mwenyewe alituachia viongozi. Najua aliachia viongozi ambao kidogo walikuja baadaye tukawaona wamefanya kazi kubwa sana, lakini kuanzia Nyerere alivyoondoka, utaratibu wa kuandaa viongozi kabisa, kuwapika na kuwatengeneza ili wawe wazalendo wa taifa lao, nadhani ilikuwa imeshakufa. Kwa hiyo kumkumbuka Nyerere na uongozi bora, hapo kidogo tumefeli na tumeshindwa kumuenzi. Nyerere alikuwa ni kiongozi bora mpaka anakufa alikuwa anajenga nyumbani kwake. Unakumbuka Nyerere anakufa amekuwa maskini kabisa.
na umaskini wake kama ni maskini wa pesa, angeweza kuibia nchi, angeweza kufisadi, angeweza kufanya vitu vyote, lakini akajenga kwao. Lakini mpaka Nyerere anakufa hakuwa amejenga nyumbani kwake, na sidhani kama amekufa pia hata alikuwa na milioni 50 kwenye akaunti yake. Kwa maana ni kwamba kwenye katika kuiga hayo, ni nani sasa kaiga hayo? Ni kifupi kwamba ni hakuna. Kwa hiyo lazima tujifunze kuandaa mapema, na kuandaa mapema sio kumwandaa mtu ambaye aje kuwa kiongozi, ni kuandaa jamii nzima. Yaani jamii nzima itambue, jamii nzima ijue ya kwamba hii ni nchi yetu wote, jamii nzima ipinge rushwa, jamii nzima isisikize masuala ya amani. Unajua watu wengi wanasikia amani ni kuwa na vitu na kwamba hamna amani. Hata mtu mnapokuwa na uongozi ambao sio sahihi, bado nchi haina amani. Mnapokuwa na miundombinu ambayo haijakaa sawa, hiyo nchi haina amani. Mnapokuwa na wanarushwa, maana hiyo nchi haina amani. Kwa hiyo nadhani kwa Julius Kambarage Nyerere, yeye aliondoka, alipoondoka kando ameondoka moja kwa moja. Na walikuja viongozi, tunaimba, lakini nadhani swala la viongozi, kuandaa viongozi bora ni swala ambalo litakojanzia hili swala la kitaifa kwa mtu mmoja mmoja. Kuanzia watu wadogo mpaka wanakuwa kama walivyofanya China na mataifa mengine. Sawa, umezungumzia hapa kwa ujumla wake ukieleza sifa za Nyerere, umeeleza pia swala mojawapo ikiwa ni uadilifu, ambalo kwa sasa unadai kwamba hatulioni kwa kiwango hicho ambacho kinatakiwa kuwepo. Je, kabla hatujaelekea sasa huko ambako tunataka kuelekea, unadhani hawa viongozi wa sasa hivi wamekosa kitu gani? Je, ni uadilifu peke yake ama kuna mambo mengine ambayo unayaona hayapo ambayo yalitakiwa huo uadilifu tuuone moja kwa moja? Ni kwa sababu siasa za kipindi hiki zimevamiwa, na ningetumia lugha kidogo ngumu, lakini niseme tu siasa zimevamiwa. Wengi ambao tunaishi ni viongozi sio viongozi. Tunachaguana kwa sababu ya kujuana. Tunachaguana kwa sababu huyu ana pesa. Tunataka kwa sababu huyu hapa ni maarufu. Lakini siasa za Afrika nzima watu wanaamini ya kwamba ukiwa mbunge, ukiwa diwani, ukiwa si rais, ukiwa nani, ndio sehemu pekee ya kwenda kutajirika. Kwa watu wengi hawaingii, hawagombania, hawaingii kwenye kinyang'anyiro, hawaingii kwenye chaguzi mbalimbali, hawatafuti nafasi kwa sababu ya kuwatumikia wananchi wao. Wanatafuta nafasi kwa ajili ya kutumikia kwanza matumbo maslahi yao kwanza, lakini sio kwa sababu lazima na wananchi. Sasa Nyerere yeye alikuwa ndio maana migodi yetu kabisa kwa asilimia kubwa alisema kwamba hii migodi siwezi kwa kabisa wazungu, mpaka pale ambapo Watanzania kama jitambua. Wakijitambua Tanzania wanajua ni kwa sababu ya migodi yao. Kwa hiyo kwamba siasa zetu hizi sasa hivi zimevamiwa kwa viongozi wengi. Swala la uadilifu ni hakuna, swala la maadili ni hakuna, swala la kupigana nchi ni hakuna. Unaweza kutembea nchi na tatizo sio rais. Tatizo sio rais. Tatizo ni walioko chini ya rais. Wao ndio wanaoharibu nchi. Kuanzia wenyekiti, mabalozi, diwani mpaka juu, wao ndio walipo kubwa wa nchi. Unaona? Kwa maana ni kwamba anapozungumza Julius Malema alisema kwamba mtu yeyote anaweza kuwa rais mahali popote pale. Isipokuwa alisema kwamba hata mpumbavu anaweza kuwa rais. Isipokuwa huyo mtu ambaye mpumbavu akiwa rais akikosa washauri ambao ni sahihi, washauri ambao ni thabiti, nchi inaenda mlama. Kwa maana ni kwamba tumevamiwa Afrika na kundi la viongozi ambao wao wanatafuta madaraka na mamlaka na utajiri, lakini sio kuwatumikia wananchi. Afrika hii ni tajiri sana, lakini angalia maisha ambayo tunaishi kama Afrika. Tuna kila kitu hapa Afrika, ila angalia maisha ambayo tunaishi. Kwa swala zima la Julius Kambarage Nyerere alikuwa mkali mno kwa swala la maadili, swala zima la rushwa, swala la viongozi ambao wanaingia madaraka kutafuta pesa, alikuwa mkali sana mpaka dakika ya mwisho. Sikiliza hotuba aliyozungumza mwaka 1965 Dodoma. Kwa ukiona ni wazi kwamba Nyerere tumeshamsahau, yamebaki mabango, yamebaki mapicha tu. Tunamkumbuka Nyerere lakini hatumuenzi katika kwake. Wenzetu China wenzetu wanamuenzi Mao Zedong. China wanamuenzi Mao Zedong. Wanawenzi wakina Jinji, wakina nani wale leo Mao Zedong na Deng. Wanawenzi watangulizi wao. Wakina hiyo wanawenzi. Lakini kajibiwa sisi tunamwenzi nani? Na sio Tanzania, nenda mataifa yote, wewe ni Kenya, wewe ni Uganda, wewe ni Malawi, hawaenzi watangulizi wao kwa vitendo, isipokuwa kwa mabango na mapicha labda, na si kwa hizi ndio seleza hapa na pale. Lakini je, tunayaishi kwa wananchi wao? Watu nchi. Okay. Kizazi hiki ambacho ni kizazi dhaifu kwa asilimia kubwa, na udhaifu wao ni kwamba wameacha kupigania wananchi wao, wanapigania ya kwao. Na udhaifu ni kwamba wameacha kupigania kuinyanyua Afrika, wananyanyua matumbo yao. Kwa hiyo ndio sababu kubwa wanafanya kwamba tuseme kwamba hatujamuenzi Nyerere inavyotakiwa. Sawa, asante kwa mtazamo huo bwana Mpoki. Turejee hapa kwa bwana Peter Lusaya.
Na mimi swali langu kama nguli wa habari kwako Peter Rustaya, maana yake umefanya kazi muda mrefu, kwa hivyo utakuwa unazikumbuka vizuri falsafa za Mwalimu Nyerere, na hapa tunahitaji kufahamu kizazi kipya kimejifunza au kimeshindwa nini kutoka kwa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nimemsikia hata muongeaji aliyemaliza kabla ya swali lako akijaribu kugusa kidogo kuhusiana na mambo ya falsafa, lakini naona hakujikita kabisa kule ndani ni namna gani ambavyo tunaongea masuala ya kifalsafa. Unavyosema falsafa ni namna gani mtu anaamini katika kitu fulani. Yaani ikifika sehemu umeamini kwamba hili ni jiwe mpaka kuja kunibadilisha kuwa jiwe, utakuwa umefanya kazi fulani, kwa sababu kuna misingi mikubwa ambayo imenipelekea mimi nikaamini katika falsafa hiyo. Na katika mazingira ya leo, muktadha wa leo, hauoni hicho kitu, sio tu kwa vijana hao na wasema, lakini pia hata kwenye taasisi hasa sana za vyama. Tungetegemea kwamba vyama vya kwetu vingekuwa vinaongozwa kwa kufuata, pamoja na mambo mengine, falsafa, kwamba ninyi katika chama chenu mnasimamia kitu gani. Lakini unachokiona hivi leo ni kwamba mtu anatoka kwenye chama kimoja, asubuhi anatoa maneno makali, anakichambulia chama B, alafu kesho yake au kesho jioni amehamia kwenye hicho chama B ambacho alikuwa anakishambulia. Yale mambo yote ya msingi aliyokuwa akiyaongea, unajiuliza haya mambo yamekwenda wapi? Sababu yake kubwa ni hii, kwamba hatusimamii katika falsafa. Hatujui, yani sisi tuko pale kwa sababu sisi tunajijali sisi wenyewe, lakini sio kwa kuangalia kwamba mwisho wa siku haya maslahi mapana ya watu yanafikiwa kiasi gani. Kwa mfano, ameongea hapa kuhusiana na swala la umaskini, kwamba Nyerere amefariki paka akiwa maskini, akiwa maskini. Mimi nasema kwamba sio mbaya mtu kuwa maskini, au sio nzuri mtu kuwa maskini. Umaskini sio sifa, lakini inategemea na huyo mtu anaamini katika nini. Lakini pia huo utajiri, maana kinyume cha umaskini ni utajiri. Sasa huo utajiri unaosema huyo mtu mwingine anao, ambao kwa hakika kama tukimchukulia Nyerere, kama tumesema alifariki akiwa maskini, hakuwa na kiwango ambacho kimetajwa hapo kama milioni 50, benki hakuwa nayo, hakuwa na nyumba kubwa kama vile ambavyo ilikuwa. Mwenyewe ikafika sehemu akasema, wananiambia na nyumba ndogo, kwa hiyo wanataka wanijengee nyumba kubwa. Akasema mimi ni tembo, nataka nyumba kubwa, kwani mimi ni tembo? Kwa sababu mwisho wa siku utakwenda kulala kwenye chumba kimoja, lakini wewe pamoja na ukubwa wako wote utabaki vile vile. Sasa iko hivi, leo unaweza kuwaona viongozi wa leo, siku mbili amekuwa tajiri wa kutupa, lakini utajiri umepatikana vipi? Nyerere aliweka misingi ambayo kwa hakika kama leo tungekuwa tunaifuatilia, kwamba unataka kuwa kiongozi, lazima watu kwanza, unajua sifa ya kiongozi ni hivi, viongozi wetu wa leo wanatoka wapi? Okay, sasa nikuombe katika hizo sifa ambazo unataka kuzainisha hapo, tukirejea tutakuja kuzitazama, tupate ujumbe. 97.7 Radio Kwizera FM Kagera. Ewe baba, mama na mlezi, safisha choo mara kwa mara na kumwagia majivu ndani na nje ya tundu ili kupunguza harufu na nzi. Funika tundu na funga mlango wa choo wakati wote. Ujumbe huu umeletwa kwenu na JRS Radio Kwizera kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, kwa ufadhili wa watu wa Japan. Hondo hondo, wazazi wema huwezesha watoto. Katika
Kila safari yako ya mafanikio, kila malipo, kila akiba, kila mpango unaoweka, Mix ina huduma mahususi kwa ajili yako. Jana, leo na kesho. Kila hatua Mix. Kila hatua Mix. Mix. Kila hatua Mix. Mix ni zaidi ya pesa. Tumerejea msikilizaji, ikiwa tayari ni saa 2 dakika 31 baada ya kupata ujumbe huo, na hapa bado tunaendelea na mazungumzo haya. Peter Lusaya alikuwa anazungumza hapa ile misingi thabiti ambayo Mwalimu Julius Nyerere aliiweka, ambayo inaweza kutupa viongozi bora wa sasa, hasa tunapoelekea uchaguzi huu. Naam, aliyokuwa akisimamia. Nakumbuka wakati fulani aliwahi kusema uongozi wa nchi sio sawasawa na danguro. Alisema, akatoa mfano kwamba kule Uingereza kuna waziri mmoja mdogo alipita mitaani. Nafikiri alitumia tafsida, kila mmoja anajua. Alipita mitaani, maneno yakazuka, mwisho wa siku akaandika barua kwamba mimi nataka kujiuzuru. Mwisho wa siku alivyoandika barua kujiuzuru hakujibiwa. Majibu aliyoyapata ni kwamba waziri mkuu wakati huo aliteua naibu waziri mwingine. Hii ikionyesha namna gani ambavyo watu walikuwa makini katika kusimamia hivyo. Leo utaweza kuona kashfa na tuhuma mbalimbali zikielekea watu kadhaa, lakini hauoni uchunguzi ukifanyika, hausikii hatua zimechukuliwa na mambo kama hayo. Kwa hiyo iko hivi, viongozi wa leo tunawatoa wapi? Na kikubwa ambacho utakiona ni kwamba watu wanakimbilia kupata nafasi za uongozi ili tu kwenda kujinufaisha, lakini sio kwa manufaa mapana ya jamii ambayo wanaitumikia. Na ndio leo umekuwa ukisikia watu ambao hawana misingi ya kueleweka, anachojua tu yeye akisimama jukwani anasema nitawaletea. Wewe utawaletea watu, unatoa wapi hiki ambacho unakwenda kuwaletea? Kwa hiyo niseme kitu kimoja, wakati tunamwenzi Mwalimu Julius Nyerere, na wakati mzuri kwamba angalau tumebakiza wiki 2 kwenda kupiga kura. Sasa wakati tunakwenda kupiga kura, hebu tujaribu kufikiri kama angekuwepo Nyerere leo angetushauri nini ambacho kwa hakika tungeweza kwenda kikao kama kiongozo cha sisi kuweza kumpata kiongozi ambaye tunafikiri anastahili. Mimi na mifano na maeneo mengi ambayo tunaweza tukaangalia, lakini hebu jaribu kuangalia swala zima la elimu. Sawa? Mmoja kati ya vitu ambavyo vikubwa Nyerere alivifanya katika mazingira magumu na katika wakati wake ule mpaka anatoka madarakani mwaka 1985, Nyerere ilikuwa imefika, Tanzania ilikuwa imefika zaidi ya 70% ya Watanzania wanajua kusoma na kuandika katika wakati huo na katika mazingira hayo magumu kama ilivyokuwa imetokea. Na kilichofanyika ni jitihada kubwa zilizofanyika, kwa sababu hatukuwa na rasilimali nyingi za kutosha. Tumetoka tu kwenye kutawaliwa na wakoloni, lakini Nyerere alifanya jitihada. Hatua mbalimbali zilichukuliwa. Elimu za watu wazima zilianzishwa. Mnasikia Ngumbalu, hiyo leo inatumika jina kama hilo. Watu wanakwenda kufundishwa. Lakini angalia kitu cha msingi kabisa, maktaba. Nyerere alihakikisha huduma za maktaba zinakuwepo za kutosha. Kitu cha msingi, mishahara ilikuwa inawaangazia zaidi watu waliokuwa katika sekta ya afya. Walikuwa wanapata mshahara mkubwa. Mshahara mkubwa wa kwanza alikuwa anachukua makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, wakati huo tuna chuo kimoja. Wakati mshahara unaofuatia ni mkurugenzi mkuu wa huduma za maktaba Tanzania. Leo jiulize, mara ya mwisho umeingia maktaba lini? Maktaba ipo kwenye simu. Maarifa yako unayatoa wapi? Hayo maarifa unayatoa wapi? Na kwa maana hiyo unatengeneza viongozi wa kutokea wapi? Kama ni viongozi ambao kwa hakika hata kusoma inakuwa ni changamoto, au mazingira ya kusoma sio rahisi kiasi hicho. Unaweza ukaangalia jinsi sekta ya elimu jinsi ilivyo, namna gani ambavyo watu wanapata elimu na kujiendeleza baada, kwa sababu elimu haishii tu kwamba nimemaliza kidato cha 4
basi niishie hapo. Kuna vitu ambavyo vinatakiwa kuendelea siku hadi siku, mabadiliko yanaendelea kutokea. Kwa hiyo kimtazama Nyerere amefanya masuala mengi ambayo kwa hakika leo mtu anasema anataka kugombea, basi hebu tumtazame, je, huyu katika swala zima la elimu ana uelekeo upi? Okay. Sawa. Na jana kuna clip moja nilikuwa naisikiliza ya hayati Julius Nyerere, inazungumzia masuala ya maadili katika uongozi. Na kuna neno moja kali sana alilitumia kwamba kiongozi huwezi kuwa, lakini naomba niishie hapo hapo. Kama ukipata wasaa pia unaweza ukaenda ukaitafuta na ukaisikiliza. Nikawa najiuliza kwa nini alikuwa anasisitiza zaidi kuhusiana na swala la mamlaka, swala la maadili kuliko mamlaka. Bwana Mpoki, kama unanisikiliza. Falsafa ya Julius Kambarage Nyerere aliyoianzisha 1967 mpaka anang'atuka madarakani 1985 na kupisha viongozi wengine, na tafiti ambazo zimefanyika mpaka mwaka 2020 ni kwamba moja ya falsafa bora kabisa kiulimwengu, na falsafa ya Nyerere ilikuwa ni nzuri na ni ya kasi zaidi kuliko hata falsafa ambayo alikuwa nayo Mao Zedong upande wa China. Isipokuwa tu kwamba Watanzania aliwahi kuzungumza Nyerere kwamba Watanzania wanataka mabadiliko, kama unakumbuka kauli hiyo, na sio kitu kingine. Na ifahamike tu ya kwamba falsafa hiyo ilishakufa, na imekufa katika akili za watu, imekufa katika mioyo ya viongozi, imekufa katika vyuo vyetu vyote, imekufa mtaani. Yaani falsafa ya Nyerere ilishakufa. Na utakumbuka pia alikuwa anasisitiza kwamba maadui wakubwa kabisa ujinga, umaskini na vitu vingine. Lakini ni moja falsafa bora ambayo tumeivika, ambayo mataifa mengine wanaiendeleza. Ukiangalia mataifa mengine, ukienda kama China wanaiendeleza falsafa za kina Mao Zedong. Ukienda upande wa Cuba wanaendeleza falsafa za kina Fidel Castro, wakina Raul Castro. Ukienda maeneo mengi tu wanaendeleza falsafa zao, misimamo ya nchi, sababu nchi lazima iwe na misimamo kama nchi. Lakini sasa tumefika hatua nchi zinaingiliwa tu ovyo ovyo. Yaani nchi imekuwa kila mtu anaweza kaingia barabara kaondoka, kwa sababu Nyerere alitaka nchi hii itambulike kwa mambo yake yenyewe, itambulike kwa mambo ya kutoka nje, itambulike kwa mambo ya ajabu ajabu. Kwa falsafa ya Nyerere ni moja ya falsafa bora kabisa ambayo mpaka sasa tumeizika na tumeiua. Sasa kurudi huko ili tuweze kuienzi hiyo falsafa, gharama ni kubwa, na pia vile vile tumeshachelewa kwa asilimia kubwa, na viongozi wameshaingiza mambo mengine ambayo yalikuwa hayahitajiki, na mifumo imeshabadilika na ulimwengu umeshabadilika. Sio ulimwengu wa Nyerere tena. Kwa maana ni kwamba tutamuenzi tu kwa machache yale ambayo aliyafanya, machache kama hivyo majumba makumbusho ya Nyerere, kama vile kama vioni. Nyerere afundishi vioni. Nyerere afundishi vioni kabisa. Yaani afundisha na kufundisha sehemu ndogo sana mwanzoni kabisa, lakini cha msingi ni kwamba tumeshapoteza. Na wakati huo pia unajua Watanzania wa kipindi Nyerere na falsafa yake hizi, watu wafanye kazi, watu wajitume, watu walime, anahubiri upendo, anahubiri umoja, anahubiri mshikamano, anahubiri vitu vingi sana vya msingi zaidi. Lakini kwa bahati mbaya pia watu wa wakati ule hawakuweza pengine kumuelewa Julius Kambarage Nyerere, na ndio maana walivile kuingia uongozi mwingine mambo yakabadilika. Kwa nadhani kimsingi zaidi ni kwamba Julius Nyerere alifanya kwa asilimia kubwa kwa nafasi yake. Kwa maana nadhani kwamba na sisi pia vile vile tufanye kwa nafasi yetu, kitu ambacho Nyerere atukumbusha kwamba the responsibility of the government is always to serve the people. Jukumu la serikali yoyote duniani ni kwa ajili ya kuwajali na kuwatumikia wananchi wake. Huo ndio ujumbe ambao Nyerere ametuachia, kwamba jukumu la serikali ni kuwatumikia wananchi wake, sio mwananchi kwamba mpigie magoti kiongozi. Yaani kiongozi ni jukumu lake kubwa na sio ombi. Jukumu lake ni kuwasikiza kwamba anatumikia wananchi, barabara bora, elimu safi, miundombinu safi, umoja. Yaani ni jukumu la kiongozi hilo. Sasa hivi tumefika hatua kwamba viongozi wanafanya kuwaomba viongozi na kuwapigia viongozi magoti, na kuwashukuru sana
wakati ni jukumu lake kiongozi kuwasaidia wananchi wake. Ile siku hizi imekuwa tofauti, umeona. Kwa maana nadhani Nyerere alituachia huo ujumbe kwamba jukumu la kiongozi wote ni kuwapigania wananchi, na alisema kabisa swala la utumishi sio swala la kutafuta utajiri. Swala la utumishi ni swala tofauti kabisa. Utumishi ni kuongeza makia kiongozi atumikie wananchi wake katika njia ambayo ni ipasavyo. Kwa hiyo nadhani Nyerere tutamkumbuka katika mengi, lakini mengi yale ambayo ni mazuri zaidi. Nadhani mimi naweza nikasema tu kwamba viongozi ambao uchaguzi mkuu ambao sasa tunaelekea huko na Tanzania kwa ujumla waweze basi kuchagua viongozi ambao watakuwa angalau wana retention ama falsafa za Julius Kambarage Nyerere. Sawa, asante sana Bwana Mpoki. Msikilizaji, tukiwa tunaendelea kujadili hapa, nikwambie tu unaweza kutuandikia ujumbe wako kuja kwenye namba 0692573615. Utuambie pengine tunapoelekea uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi mkuu, tuna yapi ya kumuenzi Nyerere ili basi tukapate wale viongozi ambao ni bora zaidi. Nao ujumbe hapa kutoka benki ya NMB ambayo inaendelea kukushukuru na kusherehekea wewe mteja wake kwa kuwa umewachagua na kuwapa nafasi zaidi ya kuwa mshirika ambapo wanakupa huduma bora za kifedha ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Wiki hii na mwezi huu kwa ujumla wanazidi kusakafia dhamira yao ya kuwa huduma bora ambayo ipo karibu na wewe zaidi, na wamesogeza kwa maana ya kuboresha ile teknolojia pamoja na mifumo mbalimbali, lakini pia wamekusogezea matawi pamoja na ATM, bila kusahau mawakala karibu na wewe. Kuna mambo ambayo yanaonekana hayawezekani, lakini ukiwa na benki ya NMB yanawezekana. Kwanza, ukiwa mteja wa NMB unasikilizwa na dawati la huduma kwa wateja saa 24, na ukiwa mteja wa NMB unatuma fedha Afrika Mashariki na Afrika ya Kusini muda wowote wakati wowote hapa ndani ya Tanzania kupitia mkononi mwako. Lakini pia ukiwa mteja wa NMB, hasa kwa wale ambao ni wateja na wale ambao sio wateja, basi unaweza kuchat na jirani wa NMB kupitia WhatsApp, Instagram na Facebook na kupata taarifa za msaada wa karibu kwa urahisi kabisa. Ukiwa mteja wa NMB unaweza kupata mkopo haraka bila dhamana mkononi mwako wakati wowote, na unaweza pia kukata bima, kuwekeza, kuweka akiba, kufanya miamala na malipo mbalimbali. Lakini pia ukiwa mteja wa NMB una amani ya moyo, kwani fedha zako zinatunzwa katika benki ambayo ni salama zaidi Tanzania, ikiwa imetunukiwa tuzo. Lakini pia ukiwa mteja wa NMB, vyote hivyo na zaidi utavipata na vinawezekana. Sisi ni huduma Mission Possible, tumekupata. Na benki ya NMB wanakutakia kila la heri wewe mteja wao katika shughuli zako ambazo unazifanya za kiuchumi na maisha kwa ujumla, na wanakuahidi wataendelea kuvumbua na kuboresha bidhaa pamoja na huduma ambazo zinakidhi mahitaji na mabadiliko ya teknolojia, uchumi na maisha, ili kukuweka mstari wa mbele katika ufanisi wa yale ambayo unayafanya. Sisi ni huduma, tumekupata. NMB, karibu yako. Kwa sasa huu hapa tukiendelea kuzungumza jambo hili ambalo liko mbele yetu katika majadiliano asubuhi hii, hebu tutazame sasa katika uchaguzi huu ambao tunauelekea. Pengine Nyerere angekuwepo leo hii, angependa kuona kampeni za aina gani? Bwana Peter Lusaya. Naam, kwa hakika Nyerere angekuwepo leo tungeshuhudia labda pengine Nyerere angekuwa na mtazamo tofauti kidogo na mambo yanavyofanyika. Kwanza tunafahamu Nyerere msimamo yake ni kwamba alikuwa akitaka hoja zijadiliwe na hoja ziwe zile zenye mashiko kwa wananchi. Sasa ukisikia tangu kampeni za uchaguzi hizi zinafanyika, wagombea wengi ambao wamepata fursa ya kuwa wagombea hawajengi zile hoja ambazo wananchi zinawagusa mmoja. Kabla hujaendelea, tutarejea, tusali hapo hapo kwenye mtazamo wa Nyerere. Radio Kwizera FM 2025. Amua Kismart. Mimi ni Severini Niwemugizi, askofu wa Jimbo Katoliki la Rulenge Ngara. Sasa sinodi ni zaidi ya mikusanyiko ya mawasilisho au ripoti. Sinodi mchakato wa utambuzi na maamuzi kwa lengo la kutangaza Injili na kukua katika utakatifu. Lakini sasa tunaweza tukasema kwamba sinodi ya maaskofu kwa Kanisa Katoliki, sinodi ya maaskofu ni taasisi ya kudumu ambayo ilianzishwa na Papa Paulo wa Sita ili kutoa ushauri kwa Papa kuhusu masuala ya imani, masuala ya maadili na nidhamu ya kanisa. Lakini sinodi
inaweza kushughulikia mambo ya mafundisho kama nilivyokwisha sema hapo juu, masuala ya kichungaji, masuala ya kiutawala, na sinodi kwa kawaida zina jukumu muhimu katika kuunda mwelekeo na sera za Kanisa Katoliki. Tisa 7.7 Radio Kwizera FM Kagera. Tumerejea msikilizaji baada ya kupata ujumbe huo, na hapa Peter Rusai alikuwa akiendelea kuzungumza kwamba Nyerere angekuwepo angetamani kuona kampeni za namna gani tunapoelekea uchaguzi wa mwaka huu. Naam. Angependa kusikia yale mambo ambayo yako katika yanaisumbua jamii. Kwa mfano, tunaongelea masuala ya amani. Leo imekuwa kila mmoja anasimama anaongelea amani. Lakini amani kwa maana kwamba kuna watu wengine kila siku unasikia kuna tuhuma za watu kutekwa na kadhalika na kadhalika, lakini hatua gani zinachukuliwa, hilo ni swala jingine. Na hivi vitendo vimekuwepo siku nyingi. Hata wakati wa Nyerere pia kuna matukio machache yalijitokeza, lakini yalikuwa hayasemwi kama kiwango hiki. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuwa yanachangia. Lakini masuala kama rushwa ungetegemea kuyasikia kutoka kwa sasa yakipewa kipaumbele, kwa sababu ni vitu ambavyo vinawaathiri wananchi kwa moja kwa moja. Leo katika kampeni zetu tunasikia haya maneno yakiongelewa, na kama yanaongelewa kwa kiwango gani. Hizo ni changamoto ambazo zingependa kufanyika. Lakini katika uchaguzi huu nafikiri Nyerere angekuwepo kwa sasa. Angesema tuna haja ya kuwa na sio tu katiba mpya, lakini ndani ya katiba hiyo tungekuwa tuna kitu fulani kingekuwepo, kwamba kungekuwa kuna mgombea binafsi. Na hii haijaanza leo. Nyerere aliwahi kufanya miaka ya 60 nafikiri, alitofautiana na chama chake. Kuna mgombea alikuwa anagombea Mburu. Wakati huo jimbo la Mburu alikuwa anagombea kupitia CCM, lakini CCM wakamfanyia mizengwe mingi. Yule mtu akajiondoa kutoka CCM akawa mgombea huru. Akawa mgombea binafsi. Wakati anagombea binafsi, Nyerere alikwenda kumpigia kampeni yeye huyo mtu. Nyerere alimpigia kampeni huyo Sarwat huko Mburu. Yule Sarwat alishinda akawa mbunge wa kujitegemea binafsi. Lakini Chama cha Mapinduzi ambacho Nyerere alikuwa ndani yake, ambacho Nyerere alikuwa kiongozi, kilikuwepo kule ndani. Nyerere alipenda mjadala. Kwa hiyo ungetegemea katika chaguzi kama hizi za leo tungeona wagombea wanakaa wanajadili. Tunafanya mijadala, tunafanya debate, mgombea wa chama A na mgombea wa chama B. Tena hii ingeweza kufanyika hata katika wilaya, katika maeneo ya wilaya ambako tunawaita wagombea kupitia vyama tofauti tofauti, wanakaa hata kama ni madiwani. Hata madiwani pia tungewaita wakajadili kuhusiana na masuala ambayo yako katika maeneo yao, na wao wanafikiri ufumbuzi wake utakuwa ni nini katika kufanya hivyo. Nyerere alipenda sana mijadala, utakumbuka. Kulikuwa kuna kundi linaloitwa G55 ambao walikuwa wanapigania kuwepo kwa Tanganyika ndani ya Tanzania. Wanasema kama Zanzibar ipo inajitegemea, na sisi tuna haja pia kuwa na hivyo. Nyerere alifanya nao mjadala wale watu. Ni kundi la wabunge 55 wakiwemo wakina Jenerali Ulimwengu, wakina Njeru Kasaka na kadhalika na kadhalika. Alifanya nao mjadala kwa muda nafikiri kama mara 3 mfululizo wa masaa mengi, lakini mwisho wa siku walikubaliana kwamba hakuna haja kwa sasa kuwa na serikali tatu. Lakini leo hii suala la mjadala, kwa maana kwamba mtu anakuwa na hoja kinzani na wewe, hoja badala ya kujibiwa kwa hoja, unajibu kwa rungu au unajibu kwa unapeleka watu wanakwenda gerezani au nini. Nafikiri sio jambo jema. Jambo la msingi kabisa Nyerere ambalo angependa kuona ni kwamba hoja zijibiwe kama hoja. Ili ni kitu ambacho kingekuwa ni kitu kizuri kabisa. Okay. Sawa, asante kwa ufafanuzi huo. Pengine tungetamani kuona mambo yanakwenda hivyo, ama Nyerere angekuwepo basi tungeona kampeni zinakuwa za namna hiyo. Mpunije? Swali langu mimi linajielekeza kwa mwanasiasa. Nadhani natamani kufahamu au kusikia kwamba wanasiasa wa kizazi kipya wanapaswa kujifunza nini kutoka katika falsafa za Mwalimu Nyerere kwa sasa. Okay, ni mtaalamu wetu huyu wa masuala ya siasa na uongozi. Karibu sana Bwana Mpoki. Aliwahi kuzungumza mtu mmoja, sio mtu mmoja, Nelson Mandela, katika moja ya vitabu vyake alisema kwamba utofauti wa kimawazo ni ukomavu.
utofauti wa kimawazo ni ukomavu. Na Julius Kambarage Nyerere kwenye kitabu chake cha Tujisahihishe aliweza kurudia pia kama utofauti wa kimawazo basi basi kuwa kama ni ukomavu. Sasa aliweza kuzungumza nadhani moja ya vijana ambao wamekuja katika mikono ya Nyerere, wameziishi zile falsafa Nyerere, hata Jakaya Mrisho Kikwete mwenyewe, kwamba hoja kujibiwa kwa hoja, hoja haijibiwi kwa hoja, wala hoja haipigurungu Jakaya Kikwete wakati fulani. Na niseme tu wazi kabisa kwamba misingi ya kauli hizo, misingi ya maneno hayo inaweza kuwa misingi ya vijana ama kizazi cha sasa, kizazi kipya cha sasa, kwa lazima tunapoingia majukwaani tujenge hoja na sio vihoja. Lazima tunapoingia majukwaani tufahamu ya kwamba unapotofautiana na mpinzani wako katika mawazo fulani kiitikadi au kichama au kipanda, tuvumiliane, na uwe ni ukomavu kwetu sisi. Lakini ajabu ni kwamba bara hili la Afrika ikiwemo Tanzania na mataifa mengine machache, imekuwa siku hizi hoja haijibiwi kwa hoja, hoja inajibiwa kwa vihoja. Ndio maana hata ukiangalia majukwaani hausikii viongozi wakizungumza kuhusu mambo ya msingi kabisa wagusa. Utasikia viongozi wanazungumza vihoja, viongozi wajengi hoja ambazo zitafanya wananchi wawaelewe. Viongozi wanajenga vihoja kwa asilimia kubwa, na pia vile wanapotofautiana na wapinzani wao kwa asilimia kubwa, unagundua kwamba pale ni hoja zinapigwa rungu na sio kujibiwa kwa hoja. Na ndio changamoto kubwa ya siasa ambayo tuko nayo sasa hivi, kwamba hoja zinapigwa rungu, baada ya kujibiwa zinapigwa rungu. Wananchi wana maswali magumu, wanataka viongozi watoe majibu ya maswali magumu. Ilipokuwa maswali magumu ya wananchi, viongozi ambao kwa majukwaani wanatoa majibu mepesi. Yaani wao viongozi wanarahisisha. Na unasikia asilimia kubwa tunapokuwa majukwaa tunafanya mara nyingi muziki umetawala majukwaa yetu. Wasanii wamejaa wengi, asilimia kubwa. Masaa mengi tunasherekea. Baada ya masaa mengi tutakuwa tujikile kwa kuwasilisha wananchi. Julius Kambarage Nyerere mbali na mapungufu alikuwa nayo pia machache kama binadamu, lakini alikuwa ni mtu ambaye anatega sikio sana, anatembea vijijini sana, anaongea wananchi sana, anakunywa mpaka kahawa. Alikuwa ni mtu mwenye kujenga hoja na sio vioja. Kwa hiyo nadhani kizazi hiki siasa hizi kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu, viongozi wetu kwa asilimia kubwa tuambie tu kweli wamefeli kwenye kujenga hoja, wamefeli kwenye kuteka majukwaa, wamefeli kwenye kuzungumza na wananchi, wamefeli kwa asilimia kubwa. Na hiyo ndio changamoto kubwa. Tunataka viongozi ambao watakuwa kisau ile misingi wao. Hataki viongozi ambao kwa asilimia kubwa wanafanya majukwaani ni sherehe, ni ngoma, ni muziki, ni nini, inakuwa ni vurugu. Tunataka viongozi washike maiki, wazungumze ya msingi kuhusu wananchi wao na sio kujenga vioja. Nadhani katika hilo ndio maana nasema kwamba hatuwezi chochote ambacho tuna mwezi mbele zaidi ya tuko tu. Nadhani ni jambo la msingi sana, kubwa sana katika mambo mengine, kwamba viongozi wetu, wanasiasa wetu, vyama vyetu katika uundaji wao wa sera zao, katika ilani zao, katika kukaa majukwaani, zaidi katika kuzungumzia mambo ya msingi ya Tanzania, kuzungumzia watu. Sawa, asante sana Bwana Mpoki. Muda wetu umekimbia kweli kweli hapa. Pengine nipate tu mtazamo sasa, pengine kabla ya kutazama ujumbe wa msikilizaji. Tukipata wasaa panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu, tutakapokutana tena hapa mwaka ujao, kama Mwenyezi Mungu atatupa kibali hicho, je, tutakuwa na wasaa kuzungumza tena mambo haya, kwamba tukumbuke nini ama tufanye nini, ama kuna nini mnakiona baada ya uchaguzi huu kuwa umekamilika na safari hiyo sasa ya kuanza miaka mingine katika uongozi ambao tutakuwa tumeupata? Je, mnaona tutakuwa tunaielekea hiyo nchi ya ahadi? Peter Rusaya? Naam. Ni swali zuri sana kwamba baada ya uchaguzi mkuu huu mwakani tutakuwa tunaongea masuala gani. Vitu vingine hauhitaji kuwa nabii kuweza kujua kitu gani kitatokea. Ni sawa sawa na mtu akwambie, je, kesho jua litatoka? Ni kitu ambacho kinajulikana moja kwa moja kitakacho kuja kutokea. Hii ni kwamba ukitazama jinsi tunavyokwenda, yani unajua kabisa mtu huyu anakoelekea anaelekea shimoni. Huyu anakoelekea anaelekea kwenda kufaulu. Mtazame mtoto nyumbani jinsi anavyoendelea katika
labda tuseme katika elimu, napenda kuchukua mifano hiyo. Mwangalie huyu mtoto anavyokuwa. Unaweza kutazama kabisa miaka 10-15 baadaye huyu anaweza kuwa yuko katika kiwango fulani. Lakini kwa jinsi ambavyo kampeni zinaendelea na tunavyoelekea kwenye uchaguzi na historia za hivi karibuni ambavyo zimekuwa zikituonyesha, nina imani kwamba tutakapofika mwakani muda kama huu tutakuwa tunaongea masuala mengine ambayo sio tofauti sana na hivi na haya ambayo tumeyazungumza leo. Nikwambie kwamba kwa mfano kama tunaongelea uchaguzi, ni kwamba tunajua kiwango kikubwa ni kwamba Chama cha Mapinduzi kinakwenda kushinda, kina wagombea wengi, kina mazingira mazuri ya kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo tunategemea kwa mfano kama pale bungeni, idadi yao pale bungeni tunategemea itakuwa ni kubwa kulikoni ya vyama vingine. Hicho ni kitu ambacho tunakitegemea kitakuwepo moja kwa moja. Lakini pia mambo mengi sidhani kama yatabadilika kiasi hicho, lakini kuelekea mwaka 2020 na 2030 huko labda ndio tungekuwa tunatazama. Kwamba kwa sasa tumeshajua mpaka kufikia 2030 uongozi utakuwa wa namna hii. Kwa hiyo kuanzia 2030 vitu gani vitakwenda kutokea. Na jambo la msingi kabisa ambalo mimi naweza nikawaambia watu sana sana vijana, kama ambavyo mwenzangu hapa alikuwa akiuliza, tupende kujenga tabia ya kusoma. Leo tunamwongelea Nyerere. Nyerere alikuwa sio usomi wa kukaa darasani, lakini Nyerere alikuwa ni msomi, kwa maana alikuwa anajibidisha mara kwa mara katika kusoma vitabu vingi na vya namna mbalimbali, na yeye mwenyewe alikuwa akiandika vitabu vingi. Mmemsikia Mpoki hapo akiongea kuhusiana na kitabu cha Nyerere cha Tujisahihishe. Nyerere hakuwa Mungu, ni binadamu, na kama binadamu anafanya makosa pia. Kuna makosa aliyafanya, lakini kulingana na maneno yake alikuwa sema, shida yenu ninyi mnachukua yale mabaya, mazuri mnayaacha. Badala myachukue yale mazuri muende nayo, nyinyi mnachukua yale mabaya, mazuri mnayaacha. Ni vingi ambavyo vimefanyika. Leo kuna watu wanamlaumu Nyerere kwamba ndio amesababisha hali tulionayo leo, kwa jinsi wanavyosema wenyewe. Lakini Nyerere alikuwa na mtazamo ambao leo unajiuliza sasa, tangu Nyerere amefariki ni miaka 26. Lakini tangu ametoka madarakani zaidi ya miaka 30 na kitu. Mmeshindwa nini nyinyi kufanya mabadiliko ya kufikia kiwango ambacho mnakitaka, wakati Nyerere yeye aliweza kuyafanya katika muda wake na kwa muda mfupi? Kumbuka Nyerere ametoka, ametutengenezea, ametuachia nini? Kila sehemu kuna, ndio nilikuwa nasema mtu ambaye anajua uongozi vizuri akitoka hauhitaji kwenda kumtafuta kaburini ili kujua kama aliishi. Unaenda kuangalia aliishi vipi, aliacha kitu gani. Hapa karibu tu kuna vyama vya ushirika vya kila namna na makampuni, mashirika ya kuweza kuhifadhi ya kuhudumia mazao kama hivyo. Ili hapa kuna ukumbi hapa unaitwa ule wa mabati, mnaita ulikuwa wa mabati ule pale, wanawatumia kufanya sherehe za harusi siku hizi. Wakati ule walikuwa wametengeneza kwa ajili ya kuhifadhi mazao. Leo sijui mazao hamlimi au siku hizi hamli. Sawa. Bwana Peter Lusaya, muda wetu umetukimbia kweli kweli, na Bwana Mpoki, kwa kweli tukushukuru tu kwa niaba ya ushiriki, kwa namna ulivyoshiriki, na asante pia kwa mchango wako, kwa sababu muda wetu umetukimbia. Na asante pia kwa wote ambao umetuandikia ujumbe wenu. Ujumbe umekuja mzito kweli kweli, kwa hiyo tumeuona na tunashukuru kwa hilo. Asante sana, niwatakie kazi njema. Asante sana. Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Silaha ni kuaminia nguvu ya teknolojia kwenye kufikia ndoto zako. Anzia ulipo na Yas. Vipi mzee wangu? Naona uko busy sana na Google. Yaani siku hizi umekuwa ni wewe na mtandao na wewe. Unajua mwanangu amemaliza darasa la 7 mwaka huu. Natafuta shule ya sekondari akasome kidato cha kwanza hadi cha 4. Na nataka shule bora na yenye ufaulu mzuri. Na simu yako hapo inaonyesha umesha Google shule nyingi sana za sekondari. Sasa usihangaike, kwa sababu kuna shule ambayo ni bora kabisa kwa ajili ya kumpeleka mwanao. Na shule yenyewe ni shule ya sekondari Harvard. Hii shule ipo Katoro Geita. Na bahati nzuri yule pia ni mwalimu ambaye anafundisha Harvard sekondari. Madam Samani, tunakuomba mara moja.
Hivi shule yenu ya Harvard ikoje? Maana mzee wetu anatafuta shule ya kumpeleka mwanaye. Kwanza kabisa, shule yetu ya sekondari ya Harvard imesajiliwa kwa usajili wa NECTA namba S5969. Ipo Katoro mkoani Geita. Na sasa tunawatangazia nafasi za kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4 kwa mwaka wa masomo 2026. Shule yetu inafanya vizuri sana, kwani wahitimu hupata ufaulu wa daraja la kwanza na la pili tu, yani division 1 na division 2. Na kwa mwaka wa masomo 2022, shule yetu ya Harvard Secondary ilitoa mwanafunzi bora kitaifa kwa somo la physics. Wahitimu wetu huchaguliwa kujiunga na shule maalum. Na shule ya sekondari Harvard ina walimu mahiri na wazoefu wenye weledi wa kutosha. Ada zetu ni nafuu sana na hulipa kwa awamu 4. Mlete mwanao Harvard Secondary kwenye kisima cha mafanikio atimize ndoto zake. Shule yetu huwafadhili watoto wanaotokea mazingira magumu. Tupigie nambari za simu 0754765757 na 0684142176. Namba nyingine ni 0769995395. Mzee wangu inaitwa Ishi na Watu Vizuri. Umeona sasa? Aha, asante sana. Nimepata sasa shule ya kumpeleka mwanangu. Asante. Huduma tunazidi kuziboresha kila kukicha. Tuko nawe masaa 24. Jirani halali kutwa kukicha. Kuhakikisha unapata majibu na taarifa. Wakala wengi zaidi, huduma karibu yako zaidi, teleza kidigitali na NMB mkononi, pia mala kiba mikopo na bima masaa 24 popote ulipo, kila kitu mkononi na NMB mkononi. Tumekupata jirani yetu, tumekupata jirani yetu. Sisi ni huduma karibu yako, NMB Bank karibu yako, NMB Bank karibu yako. Mkuu wa chuo cha sayansi za afya Kahama anakutangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Karibu ujiunge na Kahama College of Health Sciences, chuo kinachoaminiwa kwa takribani muongo mmoja katika kutoa elimu bora ya afya nchini. Chuo kinatoa kozi mbalimbali kwa ngazi ya cheti na diploma, zikiwemo clinical medicine au utabibu, pharmaceutical science au pharmacia, clinical nutrition au tibalishe, ikiwa ni kozi mpya kabisa inayotolewa kwa mara ya kwanza katika vyuo vichache tu nchini na yenye mkopo wa serikali, pamoja na kozi ya social work au ustawi wa jamii. Huduma ya hostel ni ya uhakika kwa wanafunzi wote na inapatikana bure kwa wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Aidha, ada imenyumbuliwa ili kukuwezesha kulipa kidogo kidogo kwa utaratibu na ukufaa. Hii ina maana kuwa hakuna tena sababu ya kukosa elimu bora kwa sababu ya changamoto za kifedha. Kahama College imejipanga kuhakikisha kila Mtanzania mwenye ndoto ya kuwa mtaaluma bora anaipata nafasi hiyo kwa urahisi. Karibu ujiunge na Kahama College. Kwa maelezo zaidi na kusajiliwa moja kwa moja chuoni, piga simu sasa kwa namba 0766640531 au 0683170921. Kahama College of Health Sciences, mwanzo wa safari yako ya mafanikio kitaaluma. Karibu kwenye ofisi ya maisha yako. Hii mbele yako ni fomu ya mafanikio. Tafadhali tusaidiane kuijaza. Jina lako? Subiri kwanza, mimi sijui hata nianzie wapi. Anzia ulipo. Simu yako ni chombo cha biashara, elimu na fursa. Sawa. Sehemu ya pili, kipaji chako. Naweza kutengeneza mavazi mazuri, lakini tatizo soko, ndugu yangu. Tumia Yas. Tupia design zako mtandaoni upate wateja nchi nzima, kama sio dunia nzima. Kipengele cha mwisho, tunahitaji saini yako kuthibitisha kuwa uko tayari kuanzia ulipo. Mafanikio hayamsubiri mtu. Mtandao wa Yas unakupa vifaa, huduma na intaneti ya 4G na 5G yenye kasi na iliyoenea kila kona ya Tanzania kukusaidia kufikia malengo yako. Hujui pa kuanzia? Anzia ulipo. Jiunge na Yas leo na uanze safari ya kuyafikia mafanikio. 97.7 Radio Kwizera FM Kagera.
Msikilizaji, tayari ni saa 3 dakika 5 na niko hapa na ujumbe mzuri kwa ajili yako kutoka NMB. Benki ya NMB wanaendelea kukushukuru na wanaendelea kuwasherehekea wateja wote ambao wamechagua na kuwapa nafasi ya kuwa washirika na watoa huduma bora kabisa kifedha ndani na nje ya Tanzania. Sasa wiki hii hapa kwa ujumla pamoja na mwezi huu NMB wanaendelea kusakafia dhamira yao ya kuwa watoa huduma bora kabisa ambayo iko karibu na wewe, na wamekusogezea matawi, ATM pamoja na wakala wengi zaidi. Na hii yote ni kuhakikisha kwamba unazipata hizi huduma kwa urahisi kabisa. Sambamba na hilo, wamekusogezea pia mifumo mbalimbali ya kiteknolojia ili kurahisisha zile huduma pamoja na bidhaa ambazo unazihitaji. Tunaelewa ya kwamba kuna mambo hapa duniani hayawezekani, lakini ukiwa na NMB mambo haya yanawezekana. Kwanza, ukiwa mteja wa NMB unasikilizwa na dawati la huduma kwa wateja saa 24 siku 7 kwa wiki, na ukiwa mteja wa NMB unaweza pia kutuma fedha kwa nchi za Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kusini muda wowote mkononi mwako, na hii ni kupitia hapa Tanzania. Na ukiwa mteja wa NMB, na hata kama wewe sio mteja wa NMB, unaweza kuchat na jirani wa NMB kupitia WhatsApp, Instagram na Facebook, na unaweza kupata taarifa pamoja na msaada kuhusu huduma za NMB wakati wowote. Ukiwa mteja wa NMB unaweza kupata mkopo wa haraka bila dhamana mkononi mwako, na wakati wowote hii inaweza kusaidia pia kupata bima, kuwekeza, kuweka akiba na kufanya miamala pamoja na malipo mbalimbali. Na ukiwa mteja wa NMB unakuwa na amani ya moyo kwa kuwa pesa zako zimewekwa katika benki ambayo ina tuzo ya kuwa benki salama zaidi Tanzania. Na ukiwa mteja wa NMB, basi vyote hivi vinawezekana, na achana na ile kwamba haviwezekani. Sisi ni huduma, mission possible, tumekupata. Na NMB wanakutakia kila la heri mteja wao katika shughuli zako za uchumi, lakini pia za kimaisha, na wanakuahidi ya kwamba wataendelea kuvumbua bidhaa mbalimbali pamoja na kuboresha huduma ambazo zitakidhi mahitaji yako na mabadiliko ya kiteknolojia, na hii yote ukaweza kukuza uchumi wa maisha yako na kukuweka wewe mstari wa mbele katika ufanisi wa yale ambayo unayafanya. Sisi ni huduma, tumekupata. NMB, karibu yako. Pia tuna hapa tunakuambia kwamba kila hatua Mix. Hii ikiwa inamaanisha kwamba katika kila hatua ya maisha yako Mix wako na wewe. Iwe umekwama, salio la Mix halitoshi kukamilisha muamala wako muhimu, utakutana na mkopo wa Boostisha. Na ikiwa unataka mkopo wa kukamilisha mipango yako ya maisha, unakutana na Nivushe Plus. Na sio mikopo tu, hapa pia kuna kibubu ambacho kinakuwezesha kuweka akiba kwa urahisi ili ukamilishe malengo yako ya baadaye. Si unajua tena maisha ni kujipanga. Hakuna tena kutembea na cash. Kwa chochote kile ambacho unakitaka, iwe ni kulipia huduma au bidhaa, utalipa kwa simu, upesi na kwa uharaka. Unataka nini kingine tena upewe? Wewe kaa home. Tembea kila hatua ya maisha yako na Mix, utatushukuru baadaye. Mix ni zaidi ya pesa. Na kufurahia huduma hizi, basi wewe bonyeza *150*01 alama ya rel au pakua Mix Super App uweze kufurahia zaidi. So dakta kabisa. Wakati huo tukiwa tunahitimisha majadiliano ndani ya asubuhi njema hapa, jumbe ulikuwa ni mwingi kweli. Mmoja wapo ni Deogratias Cyprian kutokea pale Muheza Matopeni. Sema kwenye uchaguzi mkuu anawasihi wa Tanzania wote tuchague viongozi wenye hofu ya Mungu kama Mwalimu Julius Nyerere. Lakini mwingine anaitwa Baraka Vincent yuko Mobusoro Lenge, anasema Mwalimu alale kwa amani, angekuwepo tusingeshuhudia matukio ya kupotea kwa watu, huku viongozi wapo na wanaona haya.